familia ya Mungu, herini sana kwa sherehe ya Pasaka. Kwa maana katika kipindi hiki tunamtukuza Mwenyezi kwa hiyo salamu ya haleluya yenye maana ya kwamba ahimidiwe, atukuzwe Mwenyezi Mungu. Na hivi tunamtukuza kwa hayo makuu ambayo ameyatenda kwa kumfufua Kristo ambaye ni njia, ukweli na uzima. Leo tukiwa katika Dominika ya 5 ya Pasaka, Kristo anatuhakikishia kwamba njia ya kweli ni yeye, mkweli ni yeye, ukweli wenyewe ni yeye na uzima ni yeye. Na hivi tumfuate. Kwa maana katika pale mwanzo mwa ibada ya misa tumewalika tumuombe Yesu atujalie neema ya kumfuata kiaminifu yeye ambaye ni njia. Njia maanake ni kama ni dini, Yesu ni dini yenyewe. Kama ni barabara, Yesu ndio barabara yenyewe. Kama huyo ni njia, alafu ukweli ndio yeye mwenyewe na uzima. Na hivi tunamuomba katika adhimisho hili atujalie hiyo neema ya kumfuata, atujalie hiyo neema ya kumwamini na kumsadiki siku zote, ili siku moja tuweze kwenda kule ambako anatuhakikishia kwamba ni uzima wa milele. Ndugu zangu, katika masomo ya Dominika ya leo ya 5 ya Pasaka tunapata habari 3 kutoka somo la kwanza, somo la pili na somo la Injili. Na katika somo la kwanza tumesikia habari za huduma za shemasi, huduma za upendo. Na somo la pili ni kualikwa kwamba tunapaswa kujengeka kuwa mawe hai. Kristo ni jiwe hai na sisi tunaalikwa kujengeka kuwa mawe hai kwa ubatizo wetu, na tukishaweza kujengeka tuweze kumtolea Mungu dhabihu safi, mioyo safi zenye harufu nzuri ya kumpendeza Mwenyezi. Na katika Injili ujumbe wa pekee ni huo wa kumfuata Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Wapendwa familia ya Mungu, katika somo la kwanza kama ujumbe wa jumla tuliopata, kanisa la mwanzo tumesikia lilipata changamoto katika kutoa huduma, na baadhi ya wajane wakasauliwa katika ile huduma ya mitume ya kuhudumia wana wa Mungu. Na baada ya kupata ile changamoto tumejifunza namna ambavyo waliitatua, na katika jamii yetu tunapaswa kujifunza namna hiyo pia. Mitume walikaa wakajadili wafanyeje ili basi wote waweze kupata huduma. Ndio wakakubaliana wakawaweka mashemasi ili waweze kuhudumia katika ile sehemu ya meza, ili mitume wasije wakaache ile kazi yao msingi ya kuhubiri, ya kutangaza neno la Mungu. Na hata sisi tunakumbushwa kuna zile kazi zetu msingi tusiziache kwa sababu ya kazi nyingine ambazo zinaibuka. Tutoe nafasi kwa wengine ambao wanapaswa kufanya hiyo kazi waifanye, na sisi tufanye ile ambayo inatupasa. Mitume kazi yao msingi ilikuwa ni hiyo, kutangaza, kuhubiri, sio kwenda kuhudumia mezani, kutoa huduma za vipaji mbalimbali kwa watu ambao wenye maskini. Kwa hiyo wakaweka hiyo huduma kwa mashemasi, washemasi wakaifanya hiyo huduma vizuri ya kuwahudumia wana wa Mungu. Kwa hiyo na sisi tunaalikwa tusijilikizie makazi mengi, majukumu mengi, tugawanye, tushirikiane, kila mtu apate nafasi yake katika kuhudumia. Tusimwachie mtu mmoja afanye kazi zote, ushirikiane. Na hata katika kusoma tushirikiane, si ndio wapendwa? Tufanye nini? Unafahamu jambo fulani, unajua mwenzako hafahamu, umsaidie naye afanye nini? Afanye huduma ya mapendo ambayo tunajifunzwa leo kwenye somo la kwanza. Huduma ya nini?
ya mapendo. Wangapi ni wachoyo kwa wenzao wakati wanasoma? Umelifahamu jambo vizuri, yaani umelisoma ukalielewa vizuri kabisa, na unaona mwenzako hajapata chochote, ni tabla rasa hapa, yeye ni empty, hamna kitu, alafu unafurahia nafsini mwako. Ni wangapi wanafanya hivyo? Mpo? Tupo? Kumbe hiyo sio huduma ambayo leo tunaalikwa tuifanye. Hapana, tunaalikwa kuitoa hiyo huduma kwa kusaidiana. Yule ambaye hawezi tumsaidie sisi ambao tunaweza tuweze kuifanya. Na kama tunafahamu mwenzako kwamba anaweza kumsaidia mwenzako, alafu unaona hafanyi, basi na sisi tunakumbushwa kwenda kumkumbusha wajibu huo, wajibu wa huduma ya mapendo, ushemasi. Hiyo ilikuwa ni kazi ya ushemasi, na mitume walifanya vizuri kutenga kazi hiyo na kuikabidhi kwa mashemasi. Wengine sisi tungeifanya wenyewe, tuseme si ndio kila kitu. Kumbe sivyo, tunashirikiana, tunafanya vizuri kwa pamoja na mambo yetu yanakwenda. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili tumesikia habari za mawe, jiwe, na Yesu ni jiwe ambalo lilikataliwa na nani? Na waashi. Lakini limekuwa ni jiwe kuu la msingi, jiwe la pembeni, ni jiwe hai, ni uzima, na tena hafi tena. Huyo ni Yesu. Licha ya kwamba alikataliwa, ili jiwe likataliwa, lakini sasa ni uzima wenyewe, ni ukweli wenyewe, ndio jiwe hai. Hivyo sisi tunahimizwa tujengeke kuwa mawe hai katika Kristo. Na tunajengekaje kuwa mawe hai? Imani thabiti. Wale ambao wanamwamini Kristo na kumfuata yeye, anawafanya kuwa mawe hai. Ninyi wapendwa wanafunzi, mnapenda kufanywa kuwa mawe hai? Mnapenda? Kama ndio tunapenda kufanya kuwa mawe hai, yeye anatuambia lazima tumwamini, imani thabiti kwake. Alafu tukiisha muamini lazima tumfuate, na tukiisha kumfuata anatufanya kuwa mawe hai. Na kweli wengine kwa ubatizo tumefanya kuwa hai, mawe hai, tumejengeka kuwa mawe hai. Na tukiisha kujengeka kuwa mawe, kazi ya mawe ni nini? Kazi ya mawe nini? Tumesema ni mawe. Tumesema ni mawe, si ndio? Tukianza katika mtiririko wa mwanzo, tumesema Yesu Kristo ni jiwe hai. Sisi tunataka kumfuata, na sisi ni mawe hai. Sisi ni mawe hai pia. Tuna uhakika? Kama sisi ni mawe hai, tunapaswa kufanya nini? Kujenga mwili wa Kristo. Kujenga mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Kujenga mwili wa Kristo, kanisa, kwa huduma zetu. Katika somo la kwanza, ili mambo yaende vizuri, mitume waliacha kazi ya kuhudumia wakaenda kufanya kazi ya kuhubiri. Na hapa tukaona kumbe, ili injili ya Kristo iende mbele, kuna watu wanapaswa wawe wakusanya, kuna watu wanapaswa kwa kuhubiri, kuna watu wanapaswa kufanya kazi nyingine za kawaida. Kwa hiyo tunapogawanya haya majukumu, basi ujione kwamba na mimi ninafanya kazi ya kujenga kanisa, kujenga mwili wa Kristo. Na tunaalikwa kutumia vipaji vyetu vizuri kujenga huo mwili wa Kristo, kujenga hilo hekalu la Mungu, kanisa, kwa kutumia vipaji vyetu vizuri, vipaji vya akili, vipaji vya maarifa, yote tulionayo, basi tuvitumie kwa ajili ya kujenga kanisa la Kristo, kujenga mwili wa Kristo, kwa ajili ya kutenda yale ambayo Kristo anayataka tu. Ndugu zangu, ninyi mmefanywa kuwa makuhani kwa ubatizo. Mmefanywa kuwa makuhani kwa ubatizo. Kazi ya kuhani tunafahamu, si ndio wapendwa? Ukishajengeka kuwa jiwe hai katika Kristo,
anakufanya uwe makuhani pamoja naye kwa njia ya ubatizo wake. Na kazi ya kuhani tunaifahamu ni kutolea nini? Dhabihu. Kutolea dhabihu ndio kazi ya kuhani, na dhabihu inayokubalika kwa Mwenyezi Mungu ni ile iliyo safi, dhabihu safi isiyo na mawaa, mwana kondoo safi, kama yeye alivyojitoa akiwa safi bila mawaa. Sisi dhabihu zetu zinapaswa kuwa safi. Kama tumejijenga katika Kristo, tunapaswa kuwa dhabihu zetu zinapaswa kuwa safi. Sadaka zetu tunazozitoa, kwanza mioyo yetu. Tunapokuja mbele ya Kristo, tunapaswa tuwe na mioyo safi. Hiyo ndio dhabihu ya kwanza yenye harufu nzuri. Kama ninyi wakati mnapika akiweka viungo vingi, vitunguu vingi kwenye chakula, mnasikia harufu wakati mnasema, mpaka mnafurahi, mnasema walau muda unafika saa ngapi? Yaani harufu ile nzuri, huo muda unafika saa ngapi? Hata kama matiro anashuka vizuri, nasoma vizuri, anashuka, unasema niache kwanza, kwa sababu ile harufu unaifuata. Dhabihu safi inampendeza Mwenyezi namna hiyo. Tukiwa na mioyo safi tunaposali, Mwenyezi Mungu anavutwa na sisi. Ile dhabihu inakuwa safi, anavutwa na anakuja. Na sio kama anakuja kweli kweli, anatulia katika nafsi zetu. Tunaposali tukiwa na mioyo safi, hiyo ni dhabihu iliyo, na Mwenyezi anapendezwa na dhabihu hizo safi zenye harufu nzuri, kama ubani tunaotolea hapa. Ile ni ishara ya kutolea ile dhabihu kwa Mwenyezi, tukimwambia hii sala tunayokutolea ni safi, haina mawaa, tunakuomba ipokee kama hii harufu ya ubani ambayo tunaifukizia hapa. Kwa hiyo ndio leo sadaka zetu, nia zetu ndio tunazipandisha kwa Mwenyezi, kama ule ubao unapopanda namna hiyo, na Mwenyezi kama kweli ni safi anazipokea, anafurahishwa nazo, anavutwa na hilo. Ndugu zangu wapendwa, kwa maana nawaalika tumuombe Mwenyezi aendelee kutuimarisha. Kwanza tumwamini, tumfuate, na hivyo atufanye kuwa mawe hai, tuweze kumtolea dhabihu safi za kumpendeza. Na tukiisha kumtolea dhabihu safi za kumpendeza, yeye atatupa neema zake, atatupa ulinzi wake, atatubariki, na mwishowe atatukaribisha katika ufalme wake mbinguni. Anasema katika hilo somo Petro kwamba wale ambao hawamsadiki, sisi tunamsadiki Kristo, ndio wanaomsadiki Kristo ndio watakaopata uzima wa milele. Anasema hivi, wote wanaomwamini na kumfuata watafanywa kuwa mawe hai na wataurithi ufalme wa mbinguni. Lakini wale ambao hawamsadiki na wanamkataa, anasema wataangamizwa milele. Ni nani anapenda kuangamizwa milele? Kuna ambaye yupo? Kama hatupendi kuangamizwa milele, tunaambiwa tufanye nini? Tufanye nini wapendwa? Tumsadiki nani? Tumsadiki nani? Yesu Kristo, ambaye ni jiwe hai, mshindi, ameshinda mauti. Huyo ambaye ndio tunaambiwa tufanye nini ili tuweze kufanya nini wapendwa? Mbona mseni tena? Jana mlikesha? Mlala saa ngapi? Saa 8. Kukesha kwenu kama kumsadiki Kristo hakuna faida yoyote. Kweli? Yaani yale ambayo mlikuwa mnasema usiku kucha, alafu kama Kristo hayuko katikati pale, ni kazi bure tu. Yaani hayana maana. Yaani unaweza kuingia kwenye mtihani, alafu kapigwa blackout, pap, matiro yote yakapotea. Kwa sababu fanya nini? Kwa sababu yeye ndiye chanzo cha maarifa yote. Yaani tukiwa tunafanya mambo yetu bila kumtanguliza Mungu, daima hayana maana. Hayana maana kabisa. Tunaweza tukaona kwamba mambo yetu yanaenda vizuri, lakini tunaangukia shimoni hapo mbele. Kwa hiyo ninawaalika tujitahidi kumsadiki Kristo katika mambo yote tunayoyafanya. Kristo awe nafasi ya kwanza, na tukiisha kumwamini atatujenga, atatuimarisha na atatufanya kuwa mawe hai. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kuzitangaza fadhili za Bwana siku zote.
kuzitangaza kwa maisha yetu, kwa matendo yetu. Sisi tumejifunza mengi. Ninyi ni wasomi tena wa hali ya juu, wasomi wa hali ya juu, na mkisha toka hapa, hasa kwa wenzetu ambao wanaanza mitihani yao kesho, watakwenda kukabidhiwa majukumu makubwa ya kuendelea kulijenga kanisa la Mungu, taifa la Mungu, watu wa Mungu hawa ambao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi. Tutaenda kukabidhiwa. Je, tutakuwa waaminifu kwa hayo? Ndio maana tunawaombea sana, ili hayo tuliyojifunza tukayasimamie kwa kweli, bila kupindisha ukweli. Yaani tumefunzwa maarifa ya kimungu, tuyatumie hayo maarifa vizuri ambayo tumepewa kwa ajili ya kujenga watu wa Mungu, bila kupotosha, bila kuwa muongo. Tusitumie akili yetu kwa uongo, bali tuwafundishe watu kufuata njia ya kweli, kuwa wa kweli, tuwaonyeshe watu uzima wa milele kwa zile kazi ambazo tutakabidhiwa kwa maarifa yetu tuliopewa. Tusikubali hata mara moja kutumia elimu yetu, kutumia ujuzi wetu, kutumia akili zetu kwa ajili ya manufaa binafsi na ya kikundi fulani, au kwa ajili ya kujipatia umaarufu, na hatimaye tunawapoteza watu wengi. Utadaiwa, yaani akili uliyoipata hapa utajadaiwa mwishoni, maanake hauko miongoni mwa wale wanaomsadiki Kristo, na hatimaye basi utaingia katika hukumu ya milele. Ndicho ambacho tumekisikia katika Injili, kwamba Yesu, tukitaka kuwa wa kweli, lazima kumfuata Yesu ambaye anasema ni njia, ukweli na uzima. Hayo Yesu aliyasema wapi? Katika Injili ya leo ulikuwa ni usia wa Yesu aliotoa kwa mitume wake ile Alhamisi Kuu, wakati wa karamu ya mwisho, ambapo alifundisha wanafunzi wake kuwa na upendo. Aliwafundisha mapendo, namna ya kutumikia, akaosha miguu, akaonyesha namna ya kutoa mapendo ya kweli, na akawaambia kwamba basi yeye atasalitiwa na miongoni mwao mmoja wa wanafunzi wake, lakini pia akatabiri kwamba Petro atamkana mara 3, lakini akawaambia basi ataondoka hata kuwepo. Hayo yaliwafadhaisha, walijawa na hofu, walikuwa na wasiwasi, walijawa na mashaka makubwa na mifadhaiko ya nafsi. Pengine walikata tamaa kwa yale mafundisho ya Yesu. Ndio maana Yesu anawafariji, anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, ninyi si mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa hiyo vijana wetu unaojiandaa na mitihani kesho, ninyi si mnamwamini Mungu? Ndio. Mwaminini na nani? Msifadhaike, msifadhaike, msiwe na nini? Msiwe na hofu, msiwe na nini? Msiwe na wasiwasi, msiwe na nini? Msiwe na mashaka, msiwe na nini? Haya yote yanakuja kwa sababu nini? Mnafanya nini? Mnamwamini. Ili hapo ili kesho mtakapoanza mitihani yenu, kwa sababu mnamwamini, mtakuwa mnang'aa tu, yaani mtakuwa na shirika tu, na hiyo kalamu yako itakuwa inashuka tu. Hapa ndio Yesu alikuwa ameona sasa alikuwa na mashaka, basi akawaambia msifadhaike, mnaniamini, mnamwamini Mungu, mniamini na mimi. Anawapa matumaini kwamba ninyi msiwe na wasiwasi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na nikienda ninaenda kuandalia nini? Nitaenda kuandalia mahali na nitarudi. Sasa kwa nini sasa kwamba huyo anaondoka, sasa sisi tunabakije? Ambia nitarudi kuja kufanya nini? Wachukua nikaweke pale nilipoenda kuangalia. Tomaso, namfahamu Tomaso? Ndiye anauliza swali ambalo linaleta ufunuo wa leo. Kwamba Tomaso anamwambia,
tutaendaje kwa Baba na hatujui njia? Yesu ndio anafunua huo ufunuo kwamba mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Kwa hiyo sisi tuna shida gani tena? Sisi tunafahamu njia, tunafahamu ukweli, tunafahamu uzima, tukumbatie. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima, mapendo. Tukumbatie huo ukweli, tukumbatie huo uzima. Hiyo njia tutembee nayo, yaani mtu asikutoke kwenye hiyo njia, utembee nayo, uikamate kweli kweli. Na ukitembea na hiyo njia daima hautapotea. Ukitembea kwenye ile mpaka utafika kwenye utukufu wenyewe. Ndugu zangu wapendwa, hii ndio habari njema ambayo tumeipokea siku ya leo, kwamba tunafahamu njia na hatuna haja ya kufadhaika tena, hatuna haja ya kuwa na hofu tena. Tujenge hilo tumaini na tujae ujasiri wa kuifuata hiyo njia, wa kutembea katika ukweli siku zote na kuepuka kurudishwa katika kweli. Ndugu zangu, baada ya kufundishwa fundisho hilo, Filipo hakuelewa vizuri, akaona sasa hapa inakuwaje? Sasa tuonyeshe Baba yatutosha. Tuonyeshe Baba tu yatutosha. Basi Yesu ndio anamwambia kwamba usiwe na wasiwasi, ukiniona mimi umemwona nani? Kwa Yesu ni kila. Yesu ni nini? Yesu ni Mungu. Yesu ndio maana Tomaso alipomwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu kwani alisema mimi hapana? Ukiitwa jina ambalo sio wewe unasema hapana, mimi sio dokta. Mimi ni ambaye wewe dokta, wewe utaitika. Unasema mimi sio dokta. Sababu sija hiyo profession sio yako. Wewe padri, alafu wewe sio padri. Kwa nini unakubali? Si utasema mimi sio padri. Sasa wakati baada ya Tomaso kugundua kwamba huyu ni Kristo mfufuka, akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Kwani Yesu alikataa? Kumbe Yesu ni nani? Ni Mungu. Tena neno Bwana ndio linabeba ule Mungu. Kwa hiyo Tomaso huyu Filipo akaaminishwa kwamba sasa ukimwona Yesu umemwona Mungu, kwa sababu Yesu yuko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani ya Yesu, wote ni mamoja. Ndugu zangu, tujikabidhi kwa Kristo siku zote, na Yesu anasisitiza kwamba imani yatosha. Imani kwa Kristo inatutosha, na akasema tukiwa na imani thabiti, kazi ambazo Yesu amezifanya tutazifanya hata zaidi. Wapendwa wanafunzi, na kwa namna ya pekee ninyi ambao kesho mnaingia kwenye kikaango, imarisheni imani yenu kwa nani? Kwa Mungu. Mwaminini Roho Mtakatifu kwamba atawapa maarifa yote. Na Yesu anatuambia mkimwamini mtazifanya kazi kubwa hata kuliko zile ambazo amezifanya. Naamini hilo? Ndio. Naamini hilo? Ndio. Yesu aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, tena kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa hiyo tusichoke kumwamini Mungu, kumwamini Kristo. Sisi tujitahidi kumsikiliza, kumfuata na kujiambatanisha naye siku zote, na tutafanya hivyo daima kwa kujiunganisha naye kwa njia ya sala siku zote. Na sala kubwa kuliko zote katika kanisa Katoliki tunajua ni nini? Misa takatifu. Kwa mfano hapa tunasali, tunajiunganisha naye kwamba tunamwamini na tumeweka maombi yetu kwake, na yeye atatufanya nini? Atatupa uwezo wa kutenda. Katika tafakari ya neno lake, tusiache hata mara moja kutafakari neno lake. Yaani katika neno lake tunapata majibu yote. Hakuna majibu ambayo hayapo katika neno lake, alishatoa yote. Kwa hiyo tafakari ya neno lake, kujitahidi siku zote kuzishika amri. Hayo yote yanaunganika, kushika amri, tafakari neno lake, sala, kupokea sakramenti mara kwa mara, kwa sababu sakramenti zinatujalia
zile neema ambazo daima wakati mwingine tunazipoteza. Sakramenti ya Ekaristi na kitubio inazirudisha. Kwa hiyo kupokea sakramenti mara kwa mara, tutakuwa tunajiaminisha kwake na kujiunganisha kwake. Hivyo wapendwa, tuendelee kumwomba Yesu mfufuka, ambaye anagawa zawadi zake za kipasaka. Anagawa amani, anagawa upendo, anagawa furaha, anatoa huruma, anaonyesha njia. Basi na yeye aendelee kutugawia zawadi hizo siku zote, asituache siku zote, akae nasi siku zote. Na ninaendelea kuombea katika safari yetu ya kuelekea kwenye mji mtakatifu Yerusalemu ya mbinguni. Tuendelee kuimarishana, tuendelee kumwomba atujalie nguvu zote za kuendelea kujiunganisha naye, ili hata mara moja tusijitenge naye, tujiunganishe naye siku zote, na hatimaye tuweze kufika katika ufalme wake mbinguni. Haleluya! Amefufuka! Msifu Yesu Kristo. Amina. Tusimame.